Sasa naomba nikukaribishe wewe uzungumze na viongozi hawa walioko mbele yako, lakini pia Watanzania ambao wanafuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari vya redio, televisheni na mitandao. Mheshimiwa Rais, karibu. Naomba tukae. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Mahakama za Tanzania, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, makatibu wakuu na manaibu waliokula kiapo na wale wengine wanaoendelea na utumishi, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa mliopo, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Na salamu mpya na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnatakiwa kuitikia kazi iendelee. Ndugu zangu, niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mungu kwa kutupa leo fursa nyingine kuwa hapa na kutimiza jambo letu hili la kuapisha makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu na wakuu wa taasisi wengine walio hapa. Lakini nataka niseme kwamba ninyi ndio tunaowategemea katika kusukuma gurudumu letu hili. Makatibu wakuu, manaibu wakuu wa taasisi, kama gari, nyinyi ndio engine. Mawaziri wenu ni wanasiasa kuangalia mnachokifanya kule ndani, lakini pia ni mawaziri watendaji. Ni wanasiasa lakini wanawasimamia pia. Kwa hiyo kwenda kwetu kwa kasi au kuzorota kutawategemea nyinyi. Lakini ungane na wengine kuwapongeza kwa kujiaminisha. Maki msingejiaminisha nisingewaamini. Na hatimaye mkapata uteuzi huu ambao leo mmeupata katika nafasi mbalimbali. Watanzania tunakaribia milioni 60 nadhani, na katika hao zaidi ya 5,000 walikuwa wana sifa za kukaa pale mlipokaa nyie leo, lakini Mungu alielekeza kwamba nyinyi ndio mkae hapo leo. Niwaombe mkafanye kazi na kuwatumikia Watanzania bila ubaguzi kama mlivyowapa hapa. Mkawe msaada na sio bugudha au adha kwa Watanzania. Mkawe neema na sio kero na nuksi kwa Watanzania. Mkasimamie haki na sio udhalimu au dhuluma na unyanyasaji kwa wananchi wa Tanzania. Hiyo ndio kazi yenu ninayowatuma kwenda kufanya. Lakini niseme kwamba tumeunda mawizara pamoja na ofisi ya Rais, Makamu wa Rais na ofisi ya Waziri Mkuu, jumla 22 zenye makatibu wakuu kama 24 hivi na manaibu karibu namba hiyo hiyo. Lakini waliopo leo na waliopo wapo wote takriban, lakini walio hapa 7 ni manaibu makatibu wakuu 7 na manaibu makatibu wakuu 9 na wakuu wa taasisi 3. Lakini niliteua zaidi ya 3. Waliopaswa kuwapa ni 3. Walio hapa leo ni wapya au waliobadilishiwa majukumu. Lakini ni imani yangu kwamba upya wenu au kubadilishiwa kwenu majukumu hakutawafanya mwende mkafanye kazi kwa mwendo wa jongoo.
mtakwenda na kasi ile ile tunayoitaka. Sasa niseme kwamba kama nilivyosema kwamba makatibu hakuna manaibu ndio wasimamizi wakuu wa shughuli za serikali mkiongozwa na katibu mkuu kiongozi. Sasa naomba nitumie fursa hii tukumbushane yale tunayoyatarajia kutoka kwenu au kutoka kwenye sekta zenu. Nataka nianze na taasisi kubwa zaidi inayogusa wananchi wengi zaidi, TAMISEMI. TAMISEMI mbali ya mambo mengine, lakini mna jukumu la elimu na afya za Watanzania. Niwaombe muende mkaendelee na ujenzi wa miundombinu ya afya na ya elimu ili Watanzania wapate fursa zaidi za kuelimika, lakini pia kupata huduma za afya. La kunote kwenye miundombinu upande wa elimu ni shule za sekondari za wanawake. Zina bajeti maalum, naomba likasimamiwe, na tunatarajia kujenga shule 26 mpaka 2025, naomba hili likatimie. Pamoja na kuendelea kujenga hospitali za wilaya, lakini pia vituo vya afya na kumaliza maboma ya zahanati. Natambua kwamba kuna walimu wengi tu karibu 6,000 au zaidi ambao wameacha kazi au wamestaafu, wamefariki na sababu mbalimbali, na kunahitajika warudishiwe. Hawa ni wale ambao sio ajira mpya, ni replacement. Utumishi mko hapa, mwenye dhamana ya utumishi pamoja na TAMISEMI, naomba mkalitizame hilo. Walimu 6,000 warudishwe haraka ili wakatoe huduma kwa Watanzania. Lakini natambua pia kwa upande wa afya kuna ajira mpya za madaktari. Tumemaliza vituo vingi na hospitali, na bajeti ya mwaka huu ni kuweka vifaa kwenye vituo vyote na hospitali zote, lakini pia kuweka watumishi. Kwa utumishi na TAMISEMI mwende mkaangalie hilo la watumishi na vitendea kazi kwenye huduma za afya, lakini vile vile kwenye sekta ya elimu. Kwenye TAMISEMI pia nataka niwaunganishe hapa na TARURA. TARURA tumewapa kazi ya barabara za vijijini, na kwa kweli ukienda mikoani, wilayani, kuna haja kubwa sana, na hasa baada ya mvua zile kunyesha, kabla mvua zijazo, ya kutengenezwa na mabarabara, lakini TARURA uwezo ulikuwa mdogo. Lakini najua kuna halmashauri ambazo zina uwezo mkubwa wa kifedha. TAMISEMI na TARURA, angalieni njia mtakayoshirikiana. Kama TARURA wana ukosefu wa fedha, lakini halmashauri kuna fedha, hizo fedha zitumike kutengeneza barabara, na zile zitakazotoka hazina zitakwenda upande mwingine. Lakini kwa halmashauri zote zenye uwezo wa fedha, basi zitumike kutengeneza barabara katika maeneo yao. Haki za wananchi. Tumezoea tunapokwenda kwenye ziara mikoani, mawilayani, tunapokewa na mabango ya wananchi wakilalamikia kero mbalimbali, na mabango yale mengine wala sio mambo au masuala ya kushughulikiwa katika ngazi za juu, ni masuala ya kushughulikiwa huko chini. Kwa naomba tunapokuja huko, mimi makamu wa rais, waziri mkuu, tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda, na hii haina maana mkazuie watu kuandika kero zao, kwa sababu najua tunapokuja watu wanakuja na mabango mbio mbio, mnakwenda kuyakusanya na kuwanyuka watu kuwapeleka mnako kujua nyie, ili wasiseme yanayowasibu. Naomba kero za wananchi zikashughulikiwe. Tumekuja tumekuta bango moja, mkuu wa wilaya, mkurugenzi umekwenda.
na tukikuta malalamiko kwamba mnawafinya wananchi wasiseme hivyo hivyo, tutashughulikiana. Jengine kwenye TAMISEMI ni mapato na matumizi. Mheshimiwa Makamu wa Rais amelisema vizuri sana. Naomba TAMISEMI mkakusanye mapato na matumizi yafanywe kufuatana na sheria na kanuni. Nimemleta mwanamama madhubuti, nimempa katibu mkuu mzuri na wasaidizi. Ni imani yangu kwamba kazi itafanywa, lakini najua TAMISEMI ni pamoja na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi, na hiyo kazi itafuata hivi karibuni ili safu itimie na kazi iende ikafanywe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru. Kwa ujumla, TAMISEMI ni waombe mkaongeze usimamizi, mkasimamie mikoa na wilaya ili kazi iendelee. Ofisi ya Waziri Mkuu. Ofisi ya Waziri Mkuu, la kwanza nililolifanya ni kupunguza idadi ya makatibu wakuu. Nadhani kulikuwa na makatibu wakuu sio wawili watatu, lakini nimeamua kuweka katibu mkuu mmoja atasimamia manaibu katibu mkuu wawili, kwa sababu wakati wapo watatu mlikuwa mna kinyang'anyiro kikubwa cha voti, nani hasa afisa masuli pale. Sasa afisa masuli ni mmoja, watakaobaki wako chini ya katibu mkuu. Lakini jengine kwenye ofisi ya Waziri Mkuu, kwenye ofisi hizi zenye ofisi binafsi kama ni ya rais, katibu mkuu, waziri mkuu, makamu wa rais, lazima kunakuwa na vote ya ofisi binafsi. Sasa ndani ya waziri mkuu vote ilikuwa inaendeshwa na katibu mkuu. Kwa waziri mkuu anapotiliwa pesa ya siasa, political fund, inakatwa nusu, waziri mkuu anabakishiwa nusu, nusu ndio inakwenda kwa katibu mkuu kwa matumizi mengine. Hii sio heshima kwa waziri mkuu. Naomba mara moja mkatengeneze vote ya waziri mkuu ya ofisi binafsi kwa ajili ya matumizi yake. Lakini ndani ya ofisi ya waziri mkuu, vibali vya kazi, wanaosimamia vibali vya kazi wamekuwa waungu watu, wamegeuza mradi. Hapa ndio wanachuma pesa. Taka kibali cha kazi, mwekezaji atazungushwa mpaka akikipata zimeshamtoka $10,000, $8,000, $5,000. Kwa naomba sana hili mkalisimamie kwa weledi. Lakini jengine kwenye vibali vya kazi, anakuja mwekezaji anawekeza sekta binafsi, anaweka pesa zake, anafungua insurance company kubwa, anakuja na wataalamu wake pengine wawili, wengine anafuata sheria. Wataalamu wamepata miaka mitatu, anaomba tena kibali cha kazi. Weka Mtanzania. Huu ni mradi wake binafsi, anaweka anayemwamini yeye kwamba akitia shilingi yake moja itazaa 1.5. Kwa nini mlazimishe lazima aweke mtu ambaye hamtaki na pengine huna skilled wa aina ile anayemtaka yeye huna? Basi afadhali mngemlazimisha. Tangaza Watanzania waombe, angalie katika watakaoomba nani ana sifa. Lakini ubabe tu hapa lazima Mtanzania, kutengeneza fursa za wale watu wakunjue mikono ili vibali vitoke. Naomba wanaosimamia sekta hii mwende mkatende haki. Tunataka wawekezaji waenjoy mazingira mazuri Tanzania. Tunavyotengeneza vidudedude vya aina hii tunawarudisha nyuma. Makampuni yanafungwa, ndugu zangu, sio uongo, yanafungwa na wanaondoka. Wakiondoka uchumi wetu unapungua, ajira inapungua, circulation ya pesa inapungua. Na hichi ndio kilio kikubwa kwa Watanzania, mifuko mitupu. Sasa tunazidi kutengeneza mifuko iweze kuwa mitupu. Naomba mkalisimamie hilo. Ndani ya ofisi ya waziri mkuu kuna kundi maalum la watu wenye ulemavu.
Hili kundi tungeweza kuliweka kwenye maendeleo ya jamii, kwenye wanawake, watoto na wazee kule, lakini kwa unyeti wake tumelinyanyua tukaliweka ofisi ya waziri mkuu. Naomba mkawashughulikie hawa watu, wana manunguniko mengi sana. Naomba mkawashughulikie, wasikilizwe, na yanayowezekana yatekelezwe, yasiyowezekana yaletwe juu, tuwazungumze kwa pamoja. Ndani ya ofisi ya waziri mkuu kuna wizara ya uwekezaji. Hapa kuna mambo mazito. Tumekuwa tukiimba sana ndani ya uwekezaji, lakini hatutekelezi. Tumekuwa tukiimba taasisi moja ambayo mwekezaji akiingia atapata utatuzi wa changamoto zote zinazomkabili, lakini hatujafanya. Tunafutana tu, hatujafanya. Na hili tumeliimba labda miaka 20 sasa hivi, lakini haijawezekana. Kuna nini? Sijui. Lakini nataka niwaambie kwamba wawekezaji wanalaumu sana, wanalalamika sana bureaucracy ya serikali ya Tanzania. Kumekuwa na urasimu mkubwa, hakuna anayefanya maamuzi. Akienda sijui, kwa mfano mjengaji reli, akienda TRC anaambiwa anaenda wizarani, akienda wizarani uwekezaji, akienda, kuna mzunguko. Lakini mbali ya hiyo, baina serikali kuu na serikali za mikoa huko na wilaya, hakuna coordination kabisa. Mwekezaji anachapa kiatu kwenda huko local authorities, anakuja juu, hakuna solution. Naomba sana mnaosimamia uwekezaji, Kitila Mkumbo uko wapi? Upo? Mwambe. Lakini na Kitila nawe biashara ndo huko. Mwende mkakae mlifanyie kazi hili. Mwambe umetoka huko, unajua. Na wewe ni mmoja katika mlioyatengeneza haya ya urasimu na nini. Sasa karekebishe. Karekebishe ili maswali haya sasa. Lakini jengine ni swala la kodi kwa wawekezaji. VAT hazirudi, lakini kuna nenda rudi na zile zinazolipwa customs. Saa nyingine mtu atalipishwa ndivyo, saa nyingine analipishwa sivyo. Yaani mambo, hakuna clear picture ambayo mwekezaji anasema nikifika Tanzania kodi ni line hii, labda vibali vya kazi ni line hii, kingine ni line hii. Kwa hiyo wametutwika chapa ya hatutabiriki. Ukimwambia mtu Tanzania kwambia they are unpredictable bwana, unakwenda leo anakwambia hivi, ukisha kuingia umewekeza wanakuja na haya mengine. Kwa hiyo naomba sana, au naagiza na wataka mkayashughulikie haya, mnyanyoshe haya. Mkinyosha haya uwekezaji utakuja. Juzi tu nilitoa kauli ya kodi, mambo ya kodi. Wawekezaji wengi, wafanya biashara wengi wanampigia katibu wangu na wasaidizi wangu, mwambie mama tunataka kumuona, aje atuhakikishie tunataka kurudi Tanzania. Kwa hiyo watu wanataka kuja Tanzania, lakini kwa mambo yetu watu wanakimbia Tanzania. Naomba tuvute tena uwekezaji uje Tanzania, tupate ajira, fedha izunguke, uchumi ukue. Kwa hiyo mambo ya kodi huko mwende mkawekane vizuri. Kuna mfano mwekezaji wa siku nyingi hapa Tanzania, sijui kacheza kwenye mambo ya kodi huko, au ndio hizo kodi za kurudia, kapigwa kodi kubwa tu, kaja mara ya kwanza asikilizwe labda kunegotiate, hakuna lililokuwa, kaondoka. Kaja mara ya pili kakaa 2 weeks Tanzania. Yamekwenda yakanifika mimi nikiwa makamu wa rais, nikamwita mtu wa fedha, njoo, hebu huyu ameshakuja mara 2 na anataka kulipa, kaeni mumsikilize, alipe aende zake, biashara iendelee. Kilicho kwenda kufanyika sijui katishwa nini, nadhani kaambiwa tutakupiga kosa la uhujumu uchumi, kachukua jeti yake kaondoka. Hakulipa, tatizo liko pale na yeye kaondoka. Sasa tungemsikiliza, angelipa
aondoke zake na huku biashara zinaendelea. Kwa hiyo naomba sana tukapunguze misuli kwenye masuala haya. Sisi ndio wahitaji wa wawekezaji, pamoja na kwamba wao wanahitaji Tanzania wawekeze, lakini sisi tuna wahitaji wao zaidi. Kwa hiyo kanyosheni hayo. Masuala ya ubabe na urasimu, rushwa, naomba nayo yakaangaliwe vizuri. Tusimamiane, tukasimamiane kwenye kufanya kazi, tusisimamiane kwenye kujenga cartailing ya kutengeneza mirija ya kuvuta. Tukafanye kazi. Kwa nasema tukarudishe imani ya wawekezaji kuja kuwekeza Tanzania. Wizara ya Fedha na Mipango, nirudie lile nilolisema wakati tunaapisha mawaziri, masuala ya mifumo ya makusanyo na matumizi ya fedha yakaangaliwe upya, na tuangalie sasa ile mifumo tofauti kama ilivyosema kwamba serikali iwe na uniformity. Tujue serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mifumo yetu ya kukusanya na matumizi ya fedha ni haya. Jengine, miradi ya vipaumbele. Tuna urithi mikononi kwetu, ndugu zangu, alotuachia marehemu rais wetu. Ametuachia miradi mikubwa miwili, lakini na miradi mingine ya mkakati ipo inaendelea. Ule ni urithi wetu, na wanasema ukifanya vibaya kwenye urithi Mungu anakulani, au aliyekuachia urithi hana radhi na wewe na Mungu hatakuwa na wewe. Naomba sana twende tukasimamie miradi hii ya kimkakati. Kumekuwa na ucheleweshaji wa malipo, wakati mwingine kwa makusudi tu, na mikataba mingi ya miradi hii kuna kipengele kinasema unapochelewesha malipo kwa miezi kadhaa, malipo yale yanakuwa na riba. Miradi yetu inakuwa ya gharama kubwa sana kutokana na jambo moja tu, ucheleweshaji wa malipo. Nashangaa ucheleweshaji unatokea wapi? Mimi nadhani kule kuchelewesha malipo ni mradi wa watu, ili riba inapopatikana basi maneno yanafanywa hapo juu, kwa sababu anayewekeza mkandarasi hana haja na riba yako. Anataka atekeleze, analeta certificate, unamlipa, mnaendelea. Wewe unapochelewesha, kwa sababu kama unajua kuna mradi unatekelezwa na kipindi hiki anatakiwa mkandarasi alete certificate, bila shaka kuna fungu umeshalitenga. Sasa unapochelewesha kwa makusudi ili tu malipo yale yatengeneze riba kwa serikali, sikuelewi. Ni kuongeza gharama za miradi, lakini pia ni ucheleweshaji wa kazi kwa mkandarasi. Watu wa fedha, kuna katibu mkuu mpya Tutuba, ulikuweko pale, umetoka umekwenda Mwanza, nimekurudisha pale. Unapajua nje ndani fedha palivyo, nenda kasimamie. Lakini Kazungu pia, yuko wapi Kazungu? Ulikuwa pale, umetoka, nimekurudisha. Kasimamieni na wenzenu mtakao wakuta hapo, mkasimamie miradi iende vizuri. Kuwe na discipline. Fedha za maendeleo zitengwe za maendeleo yaende, na nyingine zitakwenda kwa utaratibu uliopo. Kuna fedha zinazoombwa za miradi, na heshimu concern ya kwamba kama kuna bilateral huko zimezungumzwa, zimeombwa fedha na zimekuja nchini, lazima zipite wizarani pale, zikaangaliwe matumizi na nini, na kwamba Wizara ya Fedha nao wawemo katika mazungumzo na wasaini. Lakini kuna fedha ambazo ziliombwa kabla utaratibu huu haujawekwa, lakini zimelala pale Wizara ya Fedha, ruhusa haitoki kwamba hizo fedha sasa ziingie nchini na zitumike kwenye miradi. Amuweni, fanyeni maamuzi. Kama mmepitisha utaratibu na kuna mambo yalifanywa kabla, waachieni waende, wasimamieni tu.
Kwenye matumizi tusifike pahali tukaoneshana misuli. Sisi ndio wahitaji, na kupitia mfumo ule tunafaidika. Kwa hiyo hebu twendeni tukaunyooshe, na hili linawagusa pia watu wa Wizara ya Fedha. Uko kwenye makodi huko, kama kuna makodi ambayo hamwezi kusamehe kwenye level yenu, pandisheni juu. Serikali ikae, tujadiliane za kusamehe, tuzisamehe, lakini tuende mbele. Lakini pia makubaliano mengine tulioingia, ile ya nickel na yale mengine, nyosheni yamalizike haraka, watu wachimbe. Tunahitaji hizo fedha. Yakikaa pale ardhini tunajidai nayo, tunayo kiasi hiki, lakini yakichimbwa yatatufaidisha. Kwa naomba malizeni mambo ambayo yapo huko, zile nini wanasema kamati za nini, negotiation teams. Hebu zimalize yale ambayo yapo huko, ili tuanze kufanya kazi na nchi iweze kufaidika na hizi rasilimali. Kama kuna matatizo ya kisera, ya kisheria, semeni, leteni, tukaeni tuyamalize ili mambo yaende. Lakini kuna swali pia la uchimbaji katika maeneo ya hifadhi. Hili ni madini pamoja na utalii kijazi. Unajua kuna madini katika maeneo yako ya TANAPA, na wakati ule uliweka misuli hapa, chimbiki hapa amuingia, lakini uhifadhi tunautaka, madini yale tunayataka. Madini mengine ni muhimu kweli, kama helium kwenye hifadhi gani kule, yapo, mchimbaji yupo, kila siku anagonga koko, mlango haufunguki. Kila akigonga mlango umefungwa. Hebu tukaeni tumalize, pachimbwe. Tunayaweka pale ya nini? Simba sijui tembo nani, hali yale. Ingekuwa wanayala tungesema tunapunguza share ya wanyama wetu, lakini hawali, yapo tu. Na kama ni kupunguza eneo, tuangalieni opportunity cost. Na ni cost ya kupunguza eneo la hifadhi au mbuga, na cost ya kukosa kuchimba hayo madini. Twendeni tukamalizane na hilo, tulimalize ili tusonge mbele. Sawa? Katibu Mkuu Kiongozi, naomba unoti yote hayo, kwa sababu hawaendi kukaa bila kuwashikia fimbo kidogo. Mererani tumejenga ukuta kilomita ngapi sijui, zile 20 na ngapi, 4 sijui 27, kuta la kweli kweli. Tukaweka na majeshi, CDF yuko pale. Lakini ndugu zangu, madini yanatoka kama mwanzo, madini yanatoroshwa. Tukibahatika kuliona linaoneshwa ili hapa na rais, piga picha bonge la Tanzanite, tunajua mabonge mangapi yamepitishwa chini kwa chini yakatoka, hatujui. Lakini ndani ya Mererani kuna vitalu. Kitalu C kimewekwa akiba, lakini sasa kimeanza kuvamiwa. Nataka niseme, sitaki kuona mkono wa mtu kwenye kitalu C. Walioanza kugawa vitalu kwenye hilo eneo, acheni, kina matumizi yake, na naomba mkasimamie. Kwa Mererani pale tuongeze ulinzi, na ulinzi wa pale si ulinzi wa mabunduki ya CDF. Mnajua wenyewe jinsi ya kuwalinda wachimbaji wenu wasitoroshe. CDF wanalinda juu, watu wanatorosha chini ya ardhi, wanatokea huko kwa huko. Kwa naomba sana Mererani mkapasimamie vizuri. Madini yetu haya ndio tegemeo letu kwenye nchi. Kwa tusipoyasimamia vizuri, tunaangusha wenyewe uchumi wetu. Madini mnafanya vizuri, mnaongeza fedha ndio, lakini je, mngeongeza usimamizi mzuri, fedha hizo zingeongezeka kwa kiasi gani? Pengine mngekuwa wa kwanza kwenye contribution ya taifa. Sasa hivi mko sijui wa pili, sijui wa tatu. Kwa hiyo simamieni vizuri zaidi. Ardhi, issue ni zile migogoro
ya ardhi, lakini pia uhawilishaji wa ardhi za vijiji na ardhi nyingine. Hii nataka niseme, nimekuta mafaili mengi pale ya uhawilishaji, nitayatizama. Lakini pia umiliki wa halali. Ardhi, watu wameporwa sana ardhi zao, na walio facilitate uporaji huu ni maafisa ardhi. Ndio mnaosaidia wale watu wengine kuwa na document feki za kudhulumu wengine. Nataka mkasimamie umiliki halali wa ardhi kwa wananchi, lakini hata taasisi. Kuna migogoro kibao nimeikuta kwenye files. Taasisi hii ardhi yake ilikuwa hapa, imechukuliwa kapewa huyu karudi kasema hapa kwangu, sijui hivyo. Na wanao facilitate hizi ni nyie watu wa ardhi huko. Kwa naomba mkasimamiane yaondoke haya. Hata maeneo ya umma yanavamiwa, yanachukuliwa, lakini Wizara ya Ardhi tupo, tunaangalia tu. Kwa hiyo mkaangalie jinsi ya kudhibiti, lakini na kuwadhibiti maafisa ardhi mikoani na wilayani. Kule ndo wanakocheza ngoma wanayoitaka wenyewe. Dhulma kubwa ziko huko chini. Kwa mkawasimamie maafisa ardhi mikoa na wilaya. Maji hakuna compromise. Jua litoke au kukuche na giza, tunataka maji. 95% mijini, 85% vijijini mpaka mwaka 2025. Mtakwenda kufanya nini? Mtajua wenyewe. Mimi nataka kama ilani ilivyoagizwa, maji yapatikane. Najua mna miradi mikubwa. Mna mradi wa kutoa maji Victoria kule kuyaleta mpaka Singida na Dodoma. Kama ni ndoto, kama ni mradi wa kweli, nataka utimie. Nione maji yamefika Dodoma. Lakini pia najua kuna mradi wa upande huku wa Rufiji, na wenyewe kama ni story kwenye makaratasi, mimi nachotaka story ziwe za kweli, pamoja na miradi mingine midogo ambayo inapeleka maji kwa watu. Kinachotakiwa hapa ni 95% na 85% ifikapo 2025. Tuna deni kubwa sana kwa wananchi kwenye maji. Habari, utamaduni na michezo. Mna mengi lakini ni kusimamia vyombo vyetu vya habari ndani. Nasikia kuna vyombo vya habari huko mlivifungia, sijui vijitv vya mikononi vile. Vifungulieni, lakini wafuate sheria na miongozo ya serikali. Lakini vifungulieni, tusiwape mdomo wa kusema tunabinya uhuru wa vyombo vya habari. Lakini mhakikishe kila mliyempa ruhusa ya kuendesha chombo cha habari anafuata sheria za serikali na kanuni ziwe wazi. Kosa hili adhabu yake ni hii, na mnakwenda kwa adhabu mlizoziweka kwenye kanuni. Tusifungie tu kibabe. Wafungulieni, lakini tuhakikishe wanafuata kanuni na miongozo ya serikali. Lakini pia wasanii na wanamichezo. Usanii na wanamichezo ni ajira. Kwa hiyo kila tukiwapa nguvu, tukiondoa changamoto zao, vijana wengi zaidi wanaingia kwenye hizo fani na wanaweza kujiajiri wenyewe na kupunguza mzigo kwa serikali. Kwa hiyo naomba muliangalie eneo hilo kwa mapana zaidi. Pamoja na kutunza mila, desturi na silka tamaduni za Tanzania. Hatuna utamaduni mmoja, tuna tamaduni nyingi, tuna makabila mengi, lakini kama Watanzania tukisimama nje unajulikana huyu Mtanzania. Kwa yale tuendeleze kuyatunza. Elimu, sayansi na teknolojia, kama ilivyo afya, elimu iko hivyo hivyo. Ukamilishaji wa miundombinu,
kwenye sekondari, kwa sababu msingi inaenda TAMISEMI. Sekondari zetu zile mwende mkasimame vizuri, mnafanya kazi nzuri, lakini mnaweza mkafanya vizuri zaidi. Lakini pia kufanya tathmini ya elimu itakayomsaidia Mtanzania. Kuna baba pale bungeni anaitwa Kishimba, akisema watu wanacheka, lakini mimi huwa namsikiliza vizuri. Na moja katika hoja zake aliuliza, hivi nani alituambia Tanzania kwamba mtoto lazima asome darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, halafu anakwenda huko juu? Mkinirudishia, mmechukua mtoto ana miaka 6, mnanirudishia mtoto ana miaka 27, anarudi na karatasi tu linaitwa degree, halafu ananiambia mimi baba ajiajiri. Anajiajirije? Kesha sahau kulima, alikuwa kwenye mwendo wa shule huko na masekondari na vyuo, kesha sahau kila kitu cha kijijini. Na unampeleka, humpeleki na nyenzo yoyote baada ya karatasi yake inaitwa degree, halafu unaniambia ajiajiri. Anajiajirije? Aliposema watu mlicheka, naongeza huyu bwana mbunge gani kasema la maana. Tujiangalieni, tujiangalieni. Mtoto wetu akitoka kidato cha 4 anakwenda kujisaidiaje? Sawa, tumejenga VETA na nini na nini, lakini VETA ni kukuza ujuzi wa msingi alionao, kumpandisha juu, akitoka hapo akajiajiri. Sio VETA ndio anakwenda anafundishwa msumeno unashikwa hivi, sijui kitu gani kinafanywa hivi. Mimi naomba tujiangalieni, mitaala yetu tuiangalieni, tuangalie wote, sote sisi wa Tanzania, tuone mtaala utakao tupeleka mbele na utakao kuza taifa letu. Tuna viwanda vingi, skilled labor hatuna. Kwa hiyo elimu, nadhani mlitizame hilo, ukamilishaji wa mitaala ili tuende vizuri, lakini pamoja na kuangalia swala zima la historia yetu na kutumia lugha yetu ya Kiswahili kwenye elimu. Sasa hivi nchi za kusini mwa Afrika na Afrika Mashariki, Kiswahili ni somo katika syllabus zao, lakini na sisi wenye Kiswahili bado ni somo kwenye syllabus yetu. Sasa tunavyosema tunakuza Kiswahili, sijui, liangalieni vizuri. Ni mawazo kutoka kwangu, liangalieni vizuri. Msije mkasema rais kasema, nasema tuliangalie. Afya, pamoja na kazi nzuri inayofanywa mahospitalini, kwenye gereji zetu za watu, tunashukuru kazi nzuri, na sasa hivi ndani ya Tanzania tuna viwango vizuri sana za huduma za afya. Viwango vile ambavyo tulikuwa tunavifuata nje ya nchi, sasa hivi vingi tunapata ndani ya nchi. Kwa hiyo tuna kazi ya kuwapa nini nasema, sio vichocheo, sio vishawishi, pia kama vitu vya kuwapa hamasa madaktari wetu ili waweze kujituma zaidi na watoe huduma nzuri zaidi. Grace, unatikisa kichwa hapo, na wewe umetoka huko unayajua, naomba kashirikiane na wengine mfanye hayo. Lakini kuna swala zima la bima ya afya kwa wote, linapigwa teke huku, linapigwa kichwa huku, linazungushwa huku. Wataalamu wamalize hili, watuletee serikalini, tulijadili kwa pamoja. Linatekelezeka, tulitekeleze. Halitekelezeki, tuone tunakwenda mpaka level gani. Lakini pia kwenye bima huku, kuna bima zinazofaidisha zaidi private sector kuliko serikali. Kuna mambo katikati hapo kwenye masuala ya bima. Waziri, katibu mkuu na wenzenu, nendeni mkayasimamia hayo, mzungumze lugha moja. Sio huyu anazungumza kuna tatizo, huyu anasema hakuna tatizo, kila mtu kwa interest yake. Kasimamieni swala la bima. Watanzania wanakata bima zao za afya, wakifika kule huduma hakuna. Kama hana bima, anatakiwa sio dawa kanunue, ni kitu gani kanunue. Kwa hiyo kalitizameni hilo. Jengine ni swala la dawa kutoka MSD. Kuna upungufu wa madawa. Kama MSD wana dawa kamili,
uko kwenye mawilaya na mikoa kuna upungufu wa madawa. Kila unapokwenda unasikia kuna upungufu wa madawa. Sasa ni mawili, aidha TAMISEMI hamtengi fedha vizuri, mna madeni, mkienda MSD mnakatwa, kwa hiyo mnapewa dawa ambazo pesa yenu inatosha, moja. Au vinginevyo kama mnaenda na pesa kamili na hamna madeni, dawa zinapotea katikati. Au labda MSD hakuna dawa. Likatizamwe na hilo. Tatizo liko wapi? Na kwa nini tunaoneana aibu kuchukua hatua penye tatizo? Mimi najua kuna madawa yanapotezwa tu hapo katikati na waganga wafawidhi na waganga wa mikoa na wilaya. Kuna madawa yanapotea hapo katikati. Kalifanyeni kazi, wananchi wapate dawa. Juzi tuko msibani kwa marehemu Rais Magufuli, mwananchi anasimama anazungumza tatizo la ukosefu wa dawa, hasa kwa wazee. Tunasema wazee sisi tunawapenda, tunawatunza, dawa bure. Anasema hakuna cha dawa bure, tunanunua tena maduka ya nje, sio maduka ya ndani ya hospitali. Kwa hiyo kalitizameni hilo. Swala la COVID, na kusudia niunde kamati ya wataalamu waliangalie swala la COVID kwa upana wake, waangalie remedies tunazoambiwa zitatusaidia kwa upana wake kitaalamu kabisa, halafu watushauri serikali. Halifai kulinyamazia, aidha kulikataa au kulikubali bila kufanya tafiti ya kitaalamu. Tutafanya tafiti ya kitaalamu, tutaonda wataalamu watuambie upeo wa swali au tatizo hili lilivyo, na hayo yanayopendekezwa na ulimwengu kuja kwetu, je, yakoje kitaalamu kwa utaalamu wetu ndani. Kwa hiyo nakusudia kufanya hivyo kwenye upande wa COVID. Hatuwezi kujitenga kama kisiwa na hatuwezi tukupokea yanayoletwa bila kuweka cha kwetu, bila kufanya utafiti wa kwetu. Rais Kikwete alituambia akili za kuambiwa. Kwa hiyo tuweke na zetu, tuwe na msimamo maalum unaoeleweka. Sio tunasoma mambo ya COVID ulimwenguni, Tanzania -- haieleweki. Tueleweke, kama tunakubali, tunakataa, tunafanyaje, tueleweke. Kilimo na nyinyi mambo ni mengi pia, kayaangalieni huko. Nafurahi kwamba sasa pembejeo na nini kelele zimepungua, lakini kuna mambo hayo ya madudu hayo yanokuja, manani yanaitwa makwelea, nzige. Manzige hayo jinsi ya kucontrol, na tumeambiwa yapo kwa sana hapo jirani, na kwa hivyo na kwetu yatakuwa yapo kwa sana. Mkulima akiweka nguvu yake ardhini anategemea avune, na ndio maisha yake. Kwa hiyo tuhakikishe wakulima wetu hawapati shida hiyo, pamoja na mazongezonge yenu mengine, vyama vya ushirika. Na waziri mkuu nadhani ndo kajitwika hilo kapu kichwani kwake, atakuwa nanyi katika mbegu au vifaranga vya samaki. Hivi vya samaki pia vinaitwa vifaranga. Vifaranga sio kuku, vifaranga sio ndege, vifaranga ndege bwana, hizi mbegu za samaki. Mbegu za samaki hakuna. Mpango shahidi ana shamba kubwa tu la samaki, lakini anapotaka mbegu aidha azalishe mwenyewe, lakini huko kwa wataalamu huko haziko. Ukienda kwa wataalamu naambiwa kuna mfugaji yuko huko ndo ana mbegu anauza. Ukienda nazo quality control ya hizo mbegu hakuna. Watu wananunua mbegu wanaweka kwenye maji, hakuna kinachotokea. Gharama kubwa wameweka, hakuna kinachotokea. Kwa hiyo kama tunakwenda kwenye ufugaji huu wa samaki, tuwe serious na kwenye ufugaji wa samaki. Tunapozungumza blue economy, hii ndiyo blue economy kwa mtu wa chini ambaye anaweza kujiwekea kizimba chake hapo na akavuna samaki. Lakini pia maeneo ya baharini tumeharibu sana mazingira. Kwa hiyo sasa hivi samaki mpaka maeneo ya bahari kuu ndio tunaweza tukapata samaki. Kwa hiyo pia tunaweza tukatumia maeneo ambayo yapo tu hayana kazi, tukaweka vizimba, tukatengeneza uchumi wa buluu. Huu ndio uchumi wa buluu, ndio uchumi wa bahari, ndio uchumi wa maji, kuweka vizimba
pamoja na mambo mengine. Mifugo hivyo hivyo, masuala ya ubora wa mbegu, lakini pia kusimamia masoko ya hawa watu. Wana mifugo, wanachinja quality, masoko nje. Ukienda Arabuni wanataka sana nyama kutoka Tanzania, lakini kiwango wanachokitaka sicho kiwango tunachozalisha. Uzalishaji wetu uko chini sana, lakini pia na quality. Wanasema tunapenda sana kuchukua Tanzania, lakini kidogo quality na hatupati jinsi tunavyotaka. Sasa hebu tuwekeni nguvu. Kwani kuna jambo gani kubwa? Si kwa mkulima tu kumfundisha. Mnenepeshe ng'ombe wako, mlishe hiki, anenepe, aingie kiwandani, achinjwe, atunzwe hivi, apelekwe. Wala hakuna gharama kubwa kwa serikali. Ni elimu tu kwa mfugaji. Kuwatoa kwenye ile ng'ombe hanenepi, mchungaji hanenepi, kuwaleta sasa kwenye uchungaji mdogo. Ujenzi na uchukuzi. Ujenzi na uchukuzi, nyi wenzetu ndio mmebeba swala la miundombinu ya Tanzania. Miradi tunayozungumza hapa ya kimkakati iko kwenu. Nimebahatika kukaa na wakandarasi 2 watatu ambao wanatujengea miradi yetu huko. Manunguniko yao ni kwanza fidia zinachelewa sana. Wana sign contract leo, lakini kukabidhiwa ardhi hii, endeleeni na mradi wenu, inachukua muda. Na kinachochelewesha ni malipo ya fidia kwa wenye maeneo yale. Moja. La pili, lile nilolizungumza, ucheleweshaji wa malipo, kwamba kila mkandarasi lazima alipwe na riba. Hapa kwenye riba kuna nini? Wizara ya Fedha na nyinyi, kwa sababu mnajua kabisa mkandarasi anajenga, akifika loti ile tayari kuwe kuna pesa yake, ataleta certificate. Certificate zinakaa miezi 6-8, inapolipwa ina riba tayari imejicompile. Kwani lazima tulipe na riba? Na hii ni gharama kwa serikali. Kama ni manufaa kwa watu wachache, lakini gharama kwa serikali. Naomba tulipe kwa wakati. Wizara ya Fedha na miundombinu, tulipe kwa wakati. Halafu lingine, utoaji wa maamuzi unachelewa sana. Na ndio hilo nilisema, kuna mambo yako juu, kuna mambo yako kwenye local government. Sasa mkandarasi anazunguka chapa malapa local government, hapati decision, akija juu decision hakuna, wanalalamika sana. Na hilo nalo hebu kaeni vizuri. Na wameniambia tengenezeni bodi moja tu inayoshughulika na miradi yote ya ujenzi na nini, ili tunapokwenda decision zote zitoke pale. Lakini ukienda huyu hana decision, ukirudi huyu hana decision. Bureaucracy, makaratasi ni mengi mno, wanalalamika. Kwa hiyo litizameni na hilo. Kwenye swala la local content, ipo inafanyika vizuri, lakini jitahidini kuhakikisha kwamba inakwenda kwa Watanzania, kwa sababu kuna local content Mtanzania ni shahidi, lakini mwenye kampuni ni wa nje, Mtanzania shahidi tu. Kwa pesa inakwenda nje zaidi kuliko kuzunguka ndani ya Tanzania. Lakini vivyo hivyo kwenye consultancy. Kwenye consultancy, makampuni makubwa ya nje yanaomba consultancy, lakini hayapo, wenyewe hawaji, wenye utaalamu ule mkubwa. Ni ukweli kwamba utaalamu wetu wa kusupervise SGR kwa mfano, au lile bwawa la Nyerere la umeme, tunao utaalamu, lakini kuna aina ya utaalamu tumesort consultancy kutoka nje. Lakini waliopewa hizo tenda wenyewe wako waliko. Hapa wana watu wao tu, na zikisha kulipwa wao wanachukua fedha, wanabaki wanawapa tu wale fedha ya kumwezesha kwenda hapo kwenye mradi na kurudi, na running cost ya ofisi hapa. Hakuna consultancy ya maana inayofanywa. Kwa
Kwa hiyo hebu tuangalieni tunapochukua hawa consultants, kama utaalamu wa ndani hakuna, kama consultants wetu ndani hawatoshelezi, lazima tuchukue nje. Aje mwenyewe, kwa sababu wanalalamikia pia watu ambao hawako technical, wanatoa maoni, maeneo mengine inabidi kurudia, lakini angekuja mtaalamu wa kweli kweli pengine isingekuwa hivyo. Sasa hebu tunyosheni ili tuende vizuri. Jengine kwenye uchukuzi, tuna miradi ya kimkakati ambayo hatuisikisiki sana masikioni, kama swala la airport ya Msalato. Sijui mmefikia wapi, najua sijui mlifloat tender alafu sijui kama ilifutwa au mtu hajawa awarded. Yaani ninachosema ile miradi ya kimkakati tuisikie basi, ichapuliwe, tuisikie inakuja juu. Tumeimba Msalato nadhani huu toka hatujamaliza kipindi cha kwanza cha awamu ya 5. Msalato, 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 msala hautimii. Naomba sasa hivi msala utimie huu, pamoja na ring road ile ya Dodoma. Twende tukaone basi kitu kipo kinafanyika. Na najua kwenye ring road hii ndio kwenye masuala ya compensation kunakochelewa, kwa sababu wakubwa nyie mlipojua huku itapita hiyo barabara mkakimbilia mbio kununua ardhi kule kwa watu ili mnasubiri fidia. Sasa fidia iko pale, mnachanganyikiwa, hamumjui mumlipe nani, mumwache nani. Limalizeni ili barabara ianze kujengwa. Nadhani kwa leo ni hayo, mengine tukikutana kwa sekta, kwa sababu nitaita kila sekta tukae tu review tuone tunakwendaje. Nishati, swala la LNG na lenyewe linakaribiana na wimbo wetu wa taifa Kalemani. Linakaribiana na wimbo wetu wa taifa, tunaimba LNG mpaka leo. Mimi naingia kuwa makamu wa rais, nilishughulika na hili siku 2-3, kisha nikaliona misuli yangu midogo nikaliacha, lakini mpaka leo LNG hatujafikia hatima. Hebu tufikie hatima, tuone inajengwa haijengwi, kina nani wamo ndani, kina nani hawataki wako nje. Wale wasitucheleweshe, wenyewe wana interest zao, wana mamiradi kibao huko nje. Sasa tukienda kwa mwendo wao watatuchelewesha sisi huku kufanya. Tuamueni kama tulivyoamua kwenye SGR. Kulikuwa kuna nia kutuvuta nyuma, tukasema hapana, huyu alojitokeza tunampa huyu, kaanza, wamerudi wenyewe sasa wananyang'anyana, wamepata loti hii wanaomba na loti zingine. Kwa hiyo na hili nalo tuamue tunampa nani, tunakwenda na nani, kwa terms zipi. Hatuna utaalamu, tukodi wataalamu waje watusaidie, sawa. Umeme vijijini, kufikisha na uenezaji wa umeme, hilo nalo, lakini kama nilivyosema Nyerere Hydropower Project hii ni urithi wetu na lazima tulimalize kama lilivyokusudiwa. Na tufanye kila linalowezekana kupunguza gharama za kuendesha hii miradi. Pale ambapo utaalamu wa ndani unaweza, basi utumike vizuri. Mmefanya decision nzuri kwenye ule mradi wa kutoa umeme kutoka kule kwenye bwawa mpaka Chalinze, kwamba TANESCO wanafanya wenyewe, lakini sasa pale ambapo wanahisi ujuzi wao utafikia mwisho, wasisite kuomba ujuzi nje, ingawa watafanya wenyewe, wa subcontract, ili watu waje wafanye, tufanye kitu cha maana, kwa sababu pale pana usalama wa nchi yetu. Umeme ule ndio usalama wa nchi yetu. Utalii. Upo? Haya. Utalii, Ngorongoro inapotea. Ngorongoro tulikubaliana
kwamba ni eneo la aina yake, watu na wanyama wakae pamoja. Lakini sasa watu wanazidi zaidi kuliko wanyama. Tulipoingia kwenye huu mkataba tulikuwa na population ya watu 9,000 Ngorongoro. Sasa wapo sio 60,000 1,000,000 90,000 mpaka 100,000 kutoka watu 9,000. Na mamlaka, wizara na nini mpo mnawaangalia tu, maeneo Ngorongoro yanachukuliwa hivyo. Kwa hiyo Ngorongoro inatoweka. Tulikubaliana watu na wanyama wakae pamoja, lakini sio kiasi hiki. Watu 100,000 kwa wanyama wale, wanyama watazidiwa tu. Lakini jengine, Ngorongoro inatoweka kwa uvamizi wa viumbe vigeni, miti na vidudu vigeni, na kufanya wanyama sasa wapande juu wapotee. Kwa hiyo kama tunataka Ngorongoro ibakie na inauza Tanzania, tuwe serious kui maintain na kuhakikisha Ngorongoro inabaki kwenye status yake. Kuhamisha watu sijui mtafanyaje, lakini kama wameshaingia 100,000 wasiendelee kuingia zaidi. Lakini la kushangaza ni kwamba wengine wale wafanyakazi wa Ngorongoro pale wanakata maeneo na wanajenga, wanahamia humo ndani, wanastaafu na wanahamia humo ndani, na tunawaangalia tu na tunajua kwamba hili ni eneo la hifadhi. Kwa hiyo Ngorongoro aidha tukairescue, au kama tunaamua kama Watanzania Ngorongoro bye bye, basi tuseme kwa dunia kwamba Ngorongoro bye bye, tufuteni huko kwenye urithi wa dunia. Lakini la pili, lile nilosema, uchimbaji wa madini kwenye maeneo yenu, na lenyewe kalitizameni. Lakini la tatu, utalii na COVID. Mtashiriki kwenye ile kamati ya wataalamu na tuangalie swala zima la utalii na COVID. Kipindi hiki cha maradhi haya, Tanzania tumebahatika kuwa the only country ambao watalii wamekuja, na walikuja kwa wingi kwa sababu maeneo mengine kumefungwa. Lakini je, effect yake ni nini? Tumepata effect gani? Tumepata faida gani? Na tunakwendaje ili bado waamini kuja, pamoja na janga lililoko duniani, bado waamini kuja, tunakwendaje? Kwa hiyo katika kamati nitakayoiunda, na ile swala la utalii litakuwemo. Kwa watendaji, kabla watendaji, mawasiliano, teknolojia ya habari, upo. Swala la kwanza ni mkonga wetu wa taifa. Ile ni amana yetu, ilindwe na ilindwe vizuri sana. Lakini kumejitokeza sasa, kila anayekuja kuwekeza kwenye mambo yake ya simu na yeye ana mkonga wake analaza. Ebu tuwe na tamko la kisera au la kisheria kwenye hii mikonga. Tunafanyaje? Kwa nini wasitumie wa kwetu kuliko kuwaruhusu waweke? Kila anayekuja anaweka wa kwake. Usalama wetu ndani ya nchi ukoje? Simameni hapo vizuri. Lakini jengine ni huduma za mawasiliano. Kulizuka rabsha juzi hapa, masuala ya mabando, wananchi wakawa mkalituliza. Kalifanyeni kazi, lisizuke namna ile. Mpo mnaangalia, hawa watu wanakuja tu na mambo yao mpaka wananchi washtuke na nyie tena ndio mnashtuka. Hapana, nendeni kakaeni nao mfanye kazi vizuri. Swala la coverage ya mawasiliano kwa Tanzania nzima, kwa maeneo ambayo private sector hazikufika, serikali tunajipangaje? Kwa sababu hawa wanakwenda maeneo yenye biashara, lakini kuna maeneo, kuna Watanzania wetu wanataka mawasiliano lakini private sector haendi. Sisi kama serikali tunajipangaje kwenye mpango kazi wenu? Tutakapoita sekta, nataka mje na hayo. Competitiveness ya TTCL na lengine liangaliwe vizuri, kwa sababu hili ndio shirika letu na tunategemea lishindane na mashirika mengine ya private sector. Kwa hiyo competitiveness yake ikoje? Tuangalie vizuri, nini tutoe, nini tuache, nini turekebishe ndani ya TTCL ili lisimame vizuri. Hiyo ni kwa upande wa mawizara.
Kwa upande wa taasisi mbalimbali, na hapa nimegusa chache, nyingi bado sijazitizama. Nitakwenda polepole, nitaziangalia polepole. Lakini nianze na TRA Kidata. Wewe sio mpya kwenye TRA, unajua. Wito wangu au agizo langu kwenu ni kuacha matumizi ya mabavu na ubabe kwenye kukusanya kodi. Haisaidii. Inasaidia kwa muda mfupi. Nimepewa takwimu za zile task force zenu mnazoziunda, jinsi walivyokusanya, lakini haiko sustainable. Kwa sababu mtakwenda, mtambinya mtu, mtamkamua, mtakusanya leo kiasi mlichotaka, mtamtisha na kupiga uhujumu uchumi, anaogopa kwenda jela, atajikwangua, atalipa. Lakini inewe unaua business yake, anafunga business yake, kesho na kesho kutwa nani anakulipa hiyo kodi? Kwa hiyo lazima muwe flexible. Lakini linalonishangaza mimi, hawa watu mnaowapigia miaka 5, 10 nyuma, anakuja na tax clearance ya TRA. Wanakuja nazo kila mwaka kapewa. Lakini naambia ulikiuka hiki, ulikiuka hiki, lipa bilioni hizi. Alipokiuka hizi, wewe ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Na kama alikiuka, kwa nini ulimpa tax clearance? Leo unamrudia, unampigia kodi tele za nyuma, aje alipe. Anashindwa, anafunga biashara kwa kuogopa kwenda jela. Naomba kalitizameni hili. Kodi tunazitaka. Na mimi nasema tena, mwende mkakusanye kodi. Lakini kodi za dhuluma, hapana. Hapana. Kwa sababu hata hizo hazitatufikisha mbali. Kwa nendeni katizame yuko task force zenu mlizoziunda na jinsi ya kukusanya kodi, jinsi ya kurudisha wafanya biashara, kutengeneza uwigo mpana wa kukusanya kodi ili kodi ikusanywe. Najua kwa maamuzi yangu haya tutayumba miezi 3, 4, 5 hapa. Tutashuka kidogo, lakini watakaporudi wakaanza kulipa tena, tutapanda kwa wingi. Kwa hiyo naomba sana kalifanyeni hilo kazi. Alafu ndani ya TRA huko tutazungumza tukiitana sekta kwa sekta. TCRA, Dr. Jabir. Tumekukabidhi TCRA pamoja na kujua kimo chako. Lakini nimekutwika ili dude. Na nina hakika unaweza kwenda kufanya. Unaweza sana kwenda kufanya. Naomba kaisimamie TCRA. Masha Mshomba ni nani? Ni wewe. Umetoka WFC WCF. Umemaliza huko contract. Umefanya vizuri. Nimekukabidhi NSSF. Ni mfuko wa private sector. Private sector tunasema ndio engine ya uchumi wa nchi hii. Hapa makelele yote nayopiga kwenye uwekezaji ni kuvuta private sector. Na huo ndio mfuko wao. Naomba kasimamie vizuri. Na uhakikishe private sector wanaingiza pesa za Watanzania wote wanaowaajiri. Asitoke Mtanzania hana pesa yake mwisho wa huduma yake kwenye shirika au kampuni yoyote ile binafsi. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba utakwenda kusimamia. Na nikisema hivyo, najua hali ya PSSSF kwamba mfuko una hali mbaya sana. Najua. Na ndio maana sikuteua mtu hapa. Tuna kazi ya kufanya kwanza kuhusu mfuko ule, alafu ndio sasa tutapanga safu ya kushika huo mfuko. Kwa wasimamizi wa mashirika TPA, Eric upo? Eric ulikuwa Dar es Salaam kwa sababu moja au nyingine, ukatupwa Mwanza, ukuvunjika moyo, ukafanya kazi Mwanza, na Mwanza umefanya kazi nzuri sana. Baada ya kuona ubadhirifu na yaliyopo hapa, nikasema nikutoe Mwanza nikulete Dar es Salaam. Imani yangu kazi ulioifanya Mwanza, Dar es Salaam utaifanya mara 2. Unajuana na watu wa Dar es Salaam.
lakini ndio wenyewe walikuondoa wakakutupa Mwanza. Nenda pale usiangalie mtu usoni. Najua ndani ya bandari kuna makundi mawili, kuna kundi hili na kundi hili. Unakwenda pale huna kundi, nenda kafanye kazi, simama kwenye mstari. Muda wangu ni miezi 6 Eric, nitaangalia hali ya bandari inavyokwenda, alafu tutakuja kuzungumza mengine baadaye, sawa? TASAC ni nani? Unaitwa nani bwana? Kaimu Mkeyenge. Ndio wewe ulikuwa TASAC humo ndani, si ndio? Unayajua madudu yenu mnayoyafanya TASAC, lakini bado nimekuinua urekebishe madudu yenu humo ndani. Moja kubwa mlilolifanya ambalo limeniudhi sana, kwa mwaka mmoja mmefanya vikao 23 vya bodi mwaka huu, na mmetumia karibu milioni 600 na kwa vikao vya bodi tu. Bodi hiyo hiyo imekaa mara 11 siku 13, lakini bodi hiyo hiyo ikajigeuza kamati vikakaa mara 11. Pesa iliyotumika karibu bilioni 1 kwa bodi tu ndani ya hilo shirika. Ukiangalia kilichozungumzwa na kilichotoka, impact ya hizo bodi hakuna. Nimekunyanyua wewe, ni kijana uko pale. Napenda hapa nitatumia ule msemo wa nani, Aweso. Wewe ni kijana, mimi ni mama. Ukinizingua tutazinguana. Nataka ukafanye kazi pale, na sio kwenda kupandisha mabega kwa wenzio uliowaacha pale ndani. Kama mna makundi yenu huko ndani, nenda kapanguse makundi, fanya kazi. Tunataka TASAC izalishe, ichangie serikalini. Sio TASAC ile yenyewe tumeunda ichangie serikalini, itoe huduma ichangie serikalini. Unayajua vizuri ya mle ndani. Na nataka nikwambie, jina lako lilipotoka mitandao, siku ile nimelala saa 10 alfajiri, mitandao wanakuchambueni, huyu hawezi, huyu hawezi, huyu hawezi, kwa sababu ni majina mapya ambayo hatujayazoea. Sasa kaonesheni mnaweza. Nenda kafanye kazi TASAC. Madawa ya kulevya Musabila, nenda kakamate hapo madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya definition ni kubwa, kuingia kwake ni tofauti. Hatujasikia kazi nzuri sana imefanywa na Sianga aliotoka kabla Kaji, kafanya kazi nzuri sana. Kaji mwenyewe kaendeleza, lakini tutampangia kazi nyingine. Tumekuweka wewe, nataka ukasimame kwenye kile kitengo, sawa?